There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Rapture comes. So with that, I don't know. So when all this is happening, so I need what has happened in the spiritual realm. What happens in the spiritual realm. And it is very dangerous. Hata vile tukobile tulivyo, watu watatu ndio walienda. So hatujui ni nani amebakia hapa. Biblia inasema ya kwamba ule alinielezea tukiwa naye hapo mbinguni, aliniambia kwamba ati dunia ni maombolezi tu. Nikamuuliza maombolezi kiasi, wale wameenda, wale wako chini na watu wao wameenda, hawezi na kuomboleza. Kwa sababu sasa wao waliachwa wakaomboleza kwa sababu malaika wa kifo kwa sababu the dragon or whatever, the 66 ataachiliwa. Na sasa swali litakuwa ni swali moja: umkiri Kristo ama unapigwa risasi? Unamkiri Kristo, ukimkiri unauawa, ukimkiri unauawa. Sasa ndio yule malaika ananiambia sasa dunia ni maombolezi tu, si kwa sababu ya wale wameenda, lakini wao wamebaki kwa sababu sasa watagharimikia wokovu wao. Hiyo kaishi. So when all this happened, you know, so but when I see wakati niliona hapa nikajua si kweli wameenda. Umeelewa kile nimesema? Wakati niliona yule nilionyeshwa ni yule ako ndani ya kanisa, nikajua si kweli wameenda. Tuko wapi? Tuko bado hapa. Kwa hivyo basi inamaanisha ya kwamba wale wengine wako nje na hatari. Last week was speaking about an encounter. Wiki iliyopita nilikuwa na nena kuhusu an encounter. Yaani kukutana na Mungu na ujue ya kwamba, and these are serious things that God is revealing to me in a mighty way. God is revealing in a mighty way. There are serious things in the spiritual realm that God is releasing in a miraculous way that hata mambo zingine hata sielewi yale mengine inatendeka. So now, as I was praying about this Sunday's message, then Mungu nitaka kujua hiyo message Mungu, what was the total impact? Mungu akaniambia ya kwamba ati mimi Mungu I triggered, I don't know whether you get an interpreter for some of those words, I triggered the encounter with the man. Mimi ndio Mungu nilianzisha njia ya mwanadamu tukutane na yeye. I triggered the encounter. I provoked the encounter. Mimi ndio Mungu nilianzisha, nikachokoza mwanadamu ndiposa anirudie. Na nilimchokoza kivipi? Nilitoa mwanangu wa pekee na afe msalabani. So I raised my son, kile nilitenda wakati, what I intended to do wakati wa mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Abraham.
I not only just did it halfway, I did it and I killed, I ensured my son akafa msalabani. So I provoked men, I triggered men so that they can gain and come back and start fighting for an encounter with God. So in essence, brethren, lazima tuelewe na tutambue ya kwamba kana kwamba tunataka kukutana na Mungu, lazima kuweza kujitolea. Kukutana na Mungu ni lazima mimi niweze to put an effort. Lazima mimi nijue ya kwamba ati yeye Kristo amekuja akafa msalabani, akakuwa na dhambi zangu akachukua akafa pale msalabani, yaani to provoke me, aonyeshe ya kwamba bado ninawapenda, lakini ninakojea. You be provoked by what I did at the cross. You be provoked, you be triggered to come back to me. So now, encounter, it does not just come. It comes by a deliberate effort to seek God. It does not just come. Kukutana na Mungu haikuji tu, inakuja kwa kujitolea na kwa kujipeana kutafuta Mungu. It is by deliberate. Ni kama kwamba mtu useme ya kwamba anataka si kujaribu, anajaribu. It is deliberate. Yaani anafanya kitu akijua matarajio yake. And that's why unaona ya kwamba Daudi akiondoka kwenda katika shamba la Una, it was deliberate move to seek God for repentance. It was a deliberate move. We're going to read about this man was called Zacchaeus. It was a deliberate move. Kupanda juu ya mti, a short man, ndiposa akutane na Mungu. To encounter with the Lord, we need a deliberate. Sitendi jambo kwa kufikiria, natenda jambo nikijua matokeo yake. It is deliberate move. Yaani kujitoa ukijua ya kwamba kuna kitu nafuata. So we got to understand. Na Mungu alitenda ya kwanza, it was the deliberate to my God to seek men. Akachukua mwanawe pekee, akamwachia pale msalabani na anaposulubishwa mpaka Kristo anaomba, anasema ya kwamba oh my, kama ni mapenzi yangu ningeomba hiki kikombe kiondolewe, lakini sasa sio mapenzi yangu. Akasema ya kwamba let the will be done, because Jesus came to create an encounter, make encounter with God, and that's what Jesus called Emmanuel. And what we mean by Emmanuel, God with us. That what Jesus was called Emmanuel. Na ndiposa aweze kuchukua mwanadamu, aweze na kumleta mpaka ampeleke kwenye msalaba, aone vile anatunukiwa ile msumari, aone vile anateswa, na ndiposa mwanadamu aweze na kuona ya kwamba hii yote imetendeka kwa sababu yangu. It was a deliberate move by God to restore man. So encounter, kukutana na Mungu haikuji tu. Kukutana na Mungu weze kukaa pale na kusema utakutana na Mungu, lazima uweze na kujitoa. Lazima utambue ya kwamba it is not a wish, it is by tireless engagement. Oh my! It is not just a wish. It's not just a wish. I wish I can see God. I wish I can encounter with God. I wish I can do that. It's not just a wish. It is a tireless. My God, it is a tireless effort to engage with God. It is not just there. It is not just there, brethren. Tuweze kuelewa haya mambo kwa sababu it is creates an impact in our lives. It is going to make us to exercise the maximum potential that God has bestowed upon our life. To encounter with God is a tireless. I'm made to tire. I'm ready to give it to all. I'm ready to pray. I'm ready to sacrifice so that I can engage with the divinity. I can engage with the supernatural power. I can engage
with the authority of God. I can engage with the heavenly of prosperity. I can engage with the anointing of God. It is a deliberate move, brethren. It is a deliberate move. It is not just sitting there and wait upon the Lord. It is taking an action and rising up and saying, enough is enough. I must rise up and meet with God. Kiangalia wale wote waliweza na kutumika na Mungu na waliweza na kujitolea kwa Mungu. It was not just like that. It was just their wish. It was not a wish, brethren. I wish I can see God. I wish I can be used by God. Those are wishes, and wishes are not. If wishes were horses, beggars would have ridden. It's not just a wish, but we need to understand it is a tireless. Yani ninajitolea na sichoki. Ninachoka ninachoka, lakini nasema sitachoka mpaka nipokee kile nilichoona. This man of God was called Jacob. The Bible says at wewe Jacob nimekubadilisha jina na sasa utaitwa Israeli. Kwa sababu gani? You are prevailed. Prevailed. You want to take that word in your mother tongue. You are prevailed against God and against men. You are tirelessly umemenyana na Mungu mpaka sasa ukamenyana na wanadamu mpaka Mungu akaona kwamba this guy has made a decision. Hachoki mpaka apokee kile Bwana alikusudia na aliandaa kwa sababu ya maisha yake. For us to encounter with God, for us to encounter with God, it is not a wish. I wish I can be that. I wish I can be that. I wish it is by tirelessly engaging to seek God. Another thing, precious things are scarce. Precious things. Yet encountering with God, it is scarce, brethren. And if it is not scarce, check the number of men and women fasted. Check the number of women that fasted. It is oh my, it is precious. Precious things are scarce. Vitu za thamani huwezi kupata kwa barabara. Mchanga iko all. Lakini wewe utafuta mali ya dhahabu utasikia iko na thamani yake. Ukienda utafute mali zingine zinaitwa damu. It is even much scarcer. There is that kind of word in English, I don't know. Precious things is scarce. Anointing is scarce, brethren. Anointing of God is scarce. It is not collected in the street. You cannot even buy it in a shop. You cannot buy it in a shop. In any case, it is even not bought with dollars. It is not bought with euros. It is neither bought by any currency. It is only bought with spiritual currency, which you have to work for it. Precious things are scarce. The anointing of God is scarce. It is not bought by the Kenyan shilling. It is bought by spiritual currency. And spiritual currency, to get it, you have to toil, sacrifice, devote, tirelessly to gain a spiritual currency. So that now from there you go to the shop of the Lord. Wewe tukae Bwana kwa sasa unataka nini? Nataka Bwana kuwa na kipawa cha kutabiri. Bwana anasema ya kwamba na kweli umefanyia kazi. Unaenda sasa unasema ya kwamba nataka sasa Bwana neema ya uponyaji, nasema kweli umefanyia kazi. Nataka unaenda kwa Bwana unasema ya kwamba nataka kipawa cha discernment, anakuambia kweli umefanyia kazi na uweze kupokea. In the book of Corinthians nasema ya kwamba kuna wengine ni mitume, wengine ni manabii, wengine wana neema ya uponyaji, na kile hapo mstari wa mwisho nasema ya kwamba but eagerly desire the greater gift. Kwa hivyo hata kataa kupeana, lakini anauliza kwa sababu my gift are not bought with Kenyan money. Otherwise the most rich would have it. They are not bought with the dollars, American would have it. They are not bought by euro currency, the Japanese yen. It is bought only, and I repeat, only
spiritual currency. Brethren, it is expensive. It is expensive. It is expensive. It is total devotion, total commitment, total sacrifice. And when you get a spiritual currency, you can not only buy the spiritual gifts in heaven, you can buy Kenya. In Jesus' name, from authority from heaven. So now, brethren, mesema precious things are scarce. Anointing is scarce. Why do you think anointing is scarce? Anointing can buy a car with no financing, with no Kenyan money. Anointing can buy a building with zero Kenyan money. Anointing can make you anybody in this world with no shilling from any country. Because anointing is scarce. That's why it is precious. And that's why it demands total commitment and a lot of sacrifice. Why do I say so? Because we need to go to the next level. We need to go to the next level. Another very important thing. God does not give any treasure to those who are ready for the same. God does not give. God does not give any treasure to those who are not ready for the same. Mungu hapeani the precious things wala hawajaangalika. God does not give his treasure to those who are not ready for them. He only gives his treasure to only those who are ready. Because the treasures are scarce. In any case, yes, Kenyan money is a bit scarce. Kenyan money is a bit scarce, brethren. So when you go by the streets, you'll never see a beggar's box, or a beggar's car, or whatever it is called. You'll never see a note. Utaona manoti, na ukiona noti, labda ni ya mtu anamjua. Hatuwezi kukuta mtu amepita kwa bega ameelekea 1000. Hata huyo bega atainuka aende nyumbani. Amalizie hiyo kuomba hapo. Lakini sasa, by God to understand, if the anointing is scarce, then God does not do to anyone who is not free. Hata pia kumka hajaangalika. Na unaangalika chakula ni brethren. Unaangalika chakula. Without being ready to go to the wilderness, then we'll never receive the anointing which is scarce. Another thing to note, I'm summarizing Sunday's service so that this needs to go to a continuation. I stopped speaking about the pillars of salvation because I want from February to continue. I stopped teaching about the pillars of salvation the whole month of December and January because I want to prepare people for the first season and also to prepare people for the start of the year. So now after February, next week I'll continue with the pillars of salvation. But there are some things I want people to have it, they have to have them. Another thing, every day is a God's day to encounter with him. Every day. If I desire to encounter with the Lord, God is still asking, who is there? Can I say? Even now, he's asking, who is there? Mungu hata sasa anauliza, who is there? Can I say? Hata sasa anauliza. Kesho atauliza. Hiyo wiki nyingine atauliza, who is there? Can I say? So in essence, every day is a day to encounter with the Lord. If am I ready to offer sacrifices that touches the heart of the Lord? Let's read briefly Isaiah 45 verse 19. Isaiah 45 verse 19.
secret. Is God speaking to the Israelites? I have not spoken in secret, in a dark place of the earth. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Yaani mimi Mungu Baba, kwa sababu sikuwaambia Wanaisraeli wanitafute kule, kwa sababu wanaonitafuta wanapokea kile Bwana ameandaa. Wanaonitafuta wanapokea uwezo wangu wa kunifanyia kazi kule duniani. Sometimes back I spoke and said, God depends on man on here in the world. Yaani Mungu anagojea mwanadamu kwa sababu hawezi kuja duniani na ndiposa akaweza kuhubiri. Hawezi kuja duniani akaweza kuwa rais. Hawezi kuja duniani akaweza kuwa polisi. Hawezi kuja duniani akaweza kutawala mataifa. Kile anafanya, he depends on man on other matters. Waiting for man to be a governor, waiting for man to be a policeman, waiting for man to be a teacher, waiting for man to be a pastor. God is depending on man here on earth. But as man does that, he depends on God for divine counsel on how to execute the mandate of the Father here on earth. And that's why Isaiah is saying, God did not tell the children of Israel to seek him in vain. Why? Because they are speaking righteous things. Ya Mungu ananena mambo yale yako haki. Mambo yale yanaleta mabadiliko ya kiungu. Na hapa anasema ya kwamba I declare things that are right. In your marriage, God declares things that are right. In your education, God declares things that are right. In the family, in the business, in the career, in the country of Kenya, and the governance of the nation of Kenya, God declares things that are right before his throne of grace, and the things that are right before the Lord are the things that download the agenda of the Father in our lives. The righteous things that God declared, the righteous things that God declares to men are the things that releases or unlocks the potential of men to manifest God here on earth. Let's go to Jeremiah. Jeremiah 29:13 is a continuation of the same. What does the Bible say? Jeremiah 2:9. And now, let's have more time. For that says verse 10. Jeremiah 29, let's have verse 10. For that says the Lord, after 70 years are complete at Hebron, I visit you and perform my good works towards you and cause you to return this praise. For I know the thoughts I have that I think towards you, says the Lord, God of peace and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 44:45 verse 19 nasema ya kwamba he declared things that are right. He has declared to the Israelites. He has declared that what has he declared? I know my things towards you, says the Lord.
to give you a future and a hope. Verse 12. Then you call me upon me and go and pray to me, and I will visit. 13. That is my key verse. And you seek me. Hallelujah. It is not in vain to seek the Lord. Check 45, Isaiah 45 verse 19. Asema ya kwamba sikuambia Wanaisraeli wanitafute bure, because I want to raise an encounter. I want to make a visitation. I want to make my presence known. I want to make my authority known. I want to make my power established in the world. Ndiposa asema mimi, amesema ya kwamba, verse 13, and you seek me and find me. When you search me for me with all your heart, I will be found by you, says the Lord. Oh my, that's a promise. We should even cry for it and grab it and run with it. That is the book of Habakkuk chapter 2 from verse 1. Grab it and run with it. That is the verse you should grab it. And these are some of the verses that unashika unakimbia nazo, unaenda kwa Mungu unasema, the book of Jeremiah 29 verse 13 and 14. Inasema the same. You get to skip doing an end. My, these are the things that we need these days. And seek me and fight me. Sasa wao wanasema Mungu tunakutafuta tukuone. Umai una viwango. Bwana asifiwe. Kama Mungu analeta rapture is dangerous now. It's dangerous. Anyway, the way the church we are trading now, we are trading on a dangerous way now. We are in Saraga. Now we are in Saraga. Lazima mtu apige akaze mshipi. Akaze mshipi. Kwa sababu we are going in another dispensation. We are taking another trajectory. Kama Mungu anaanza kuleta rapture, asijui rapture itakuja lini. I don't know. Kusema ati watu wale wangeenda ni watatu. It is dangerous. Kwa hivyo inamaanisha labda tulikuwa na watu watuko pamoja kwa hiyo gari. Na watu watuko pamoja kwa hiyo ndege tulikuwa tunaenda. Ama walibaki kwa stage. Walibaki kwa stage. Mtuambie. Kama Mungu anasema ni watu watatu, rapture ingekuja angeenda, kwa hivyo kuna watu walibaki kwa stage. Na stage ni watu walibaki tarehe 10 na ngapi? Tarehe 11 walibaki hapa kwa stage. Sasa juu watakoja gari nyingine itakuwa fast July. For 21 days again. Fast July wanataka 21 days sawa ngoja hiyo gari. Haijie hiyo gari. Lakini waangalike Wednesday. Before gari kuja kuchukua on fast July. Another 21 days. Outside. Let's go to the revelation. And seek me and fight me. Yani anasema mtanitafuta na mtanipata kwa hakika. When you search me, then you seek me and fight me. That is a statement. But part B inasema ya kwamba, but this is the standard ya kunitafuta. Search me with all your heart. You know, just think of that. Sikusema tunatafuta Mungu kulegea mazoea ukawaida, hapana. You must seek the Lord with all your heart. These are the conditions tutaweza kupatana na wewe. Tupatane with an encounter. We participated in an encounter. Why do we speak an encounter? Daniel met with an encounter. Akiwa katika tundu la simba, Shadrach, Meshach, Abednego walikutana encounter wakiwa katika moto. My God, my Father, Daudi alikutana encounter, anarushiwa mshale na mkuki na Sauli, unapita hapa, unaduka ukuta, anasema Mungu ameniokoa. My God, my Father, Danieli wacha Jeremiah aliwekwa Jeremiah kwa aliwekwa korokoroni. That was an encounter with the Lord. Paul
Paul anawekwa korokoroni, wakiwa na Paul na Silas, wakiwa mahali pale wanamwabudu Mungu. My God, the door sprang open. An encounter. It is a deliberate move. It is a deliberate engagement with divinity. Engagement with the divinity. Kwa sababu ametuhakikishia mtakao nitafuta na maneno mkanona lazima mtaniona, lakini mtafute na roho zenu zote. And with that shall go to experience the touch of God, the move of God, the nature of God, the authority of God. Verse 14, it continues. That you seek me and you find me when you search for me with all your heart. 14 asema nini? I'll be found by you. Hallelujah. Confidence in the word. Sio kuomba tu, sio dhabihu tu. Amehakikishia ya kwamba na amesema ya kwamba ati mtakao nitafuta mtanipata. Wewe wasema umemwomba Bwana na hujampata, anapatikana kwa uhakika, anapatikana kwa sababu yeye ni Mungu. Precious things are scarce. Lazima utafute, kwa sababu hakuna mtu anakuja Nairobi kutembea, anakuja kutafuta pesa, kwa sababu hakuna chakula inapandwa Nairobi. Atinaenda Nairobi kuvuna maharagwe, utaambia urudi kwenu Karate, kwa sababu Nairobi hakuna nini? Maharagwe. Ukisema naenda Nairobi kuvuna bebe, utaambia hakuna mahindi Nairobi. Nairobi kuko watu wanaenda kutafuta pesa because money is scarce. Na hapo ukienda Geshari, kuna shamba pale, kuna mboga pale, kuna nini pale, unakula unashiba, but you have no money because anointing is scarce. Unasema unatafuta this standard kwa wako za Mungu, na kutoka mahali I will be found by you, says the Lord, and I bring you back from captivity. Na nitaondoa kwenye utumwa. Mweza kuwa nyakati zile ulikuwa a physical captivity. In the entire Old Testament, wakisema kuhusu utumwa, wanasema utumwa wa ukweli. Wanashikwa na Babylon, wanakuwa wafanyakazi. Wanashikwa na nani mwingine? Na the Assyrians, the Philistines. Ilikuwa utumwa unaona na macho ya kimwili. Lakini utumwa wa siku hizi ni utumwa wa kiroho. It is a spiritual captivity. Unaona rasilimali zako zimeshikwa mateka, fedha zako zimeshikwa mateka, doa imeshikwa mateka, familia, maeneo, hata taifa lake limeshikwa mateka na ufisadi. Confident you are away from heaven. Imeshikwa mateka na ufisadi. Insecurity. Yaani utumwa wa siku zile ulikuwa unaona na macho. Unaona umeshikwa na umefungwa na kaba. It's like the slave trade. Those who have done historians. When the slave trade, unashikwa umateka. Oh my, unapelekwa pale. Mpaka sasa ilibidi a certain president in America. He's called Abraham Lincoln. He wrote a declaration. This is not a parliamentary and Senate approval. This is a presidential decree. Had no more slave trade. And then he employed 750,000 workers. Go and check anyone who is slave trade. And it was another how slavery came to an end. What am I putting this way? See, utumwa nyakati zile ulikuwa macho tunaona. Lakini utumwa wa siku hizi, unaona mtu ameshikwa mateka na usharati, ameshikwa mateka na ulevi, dawa za kulevya. Huyo mtu kumkomboa pale, si atuwebe wabie dawa za kulevya achilia. It is you go in the spiritual realm and tell the principalities of drug abuser, the principalities of prostitution, the principalities
huyo mtu anakaa kama ameamka kutoka usingizi. Ni mimi kweli nilikuwa nafanya usherati? Ni mimi kweli nilikuwa nakunywa? Ni mimi kweli nilikuwa nafanya hivi? Kwa sababu the principality mashakana baba nasema ya kwamba utanitafuta na utanipata, na mimi Mungu Baba nasema nitawaondoa kutoka utumwa. Confidently endelea kusema hivi, and I gather you from all nations, oh my, and from all the places where I have driven you, says the Lord. It is not Jeremiah speaking. Jeremiah has spoken. It is I, the Lord, says the Lord, and I bring you to a place from which I cause you be carried away captive. Mtakaonililia mimi Mungu Baba nitakuja, nitawaondoa kwenye utumwa. Kokoto umeshikwa kwa mataifa, spiritually the nations, it is in divorce, polygamy, drunkenness, transgression, sin, corruption, all this kind of thing, deception, hypocrisy, all these are nations. Shika mateka kanisa la Bwana. Na iposa pale nakojea aisafishe kanisa. Aisafishe kanisa. I'm talking about the body of Christ, not this church. When I speak about Bwana anatakasa kanisa, so that the church may reflect the authority, the character, and the nature of Christ. So when men are speaking about Jesus, they can say, so and so, surely is the Son of God. These are the things that we need in our lives. It's not just a behavior, the character that does not represent Christ. And yet there we say, we are born again. There we say, we are born again. It is not in vain to seek the Lord with all our hearts. He's gonna restore and He's gonna deliver. And why is He saying so? Because we can do all things through Christ who strengthens us. All the things I was ordained to do. All the things I was ordained to do. I'm waiting for two grasses. One is full of water, the other is empty. When we seek the Lord with all our hearts, we can do all things. Oh my! What is that? Nini unasema uwezi? Ati mimi siwezi kutabiri, wala wanatabiri ni akina fulani. Mimi siwezi kuwa na kipato cha uponyaji, ni akina nani? Mimi siwezi kuwa na kipato cha kufufua, ni akina Paul. Mimi siwezi. Smith Wigglesworth, he raised 15 people. 15 people, and he was not an apostle of Jesus Christ. 15 people. Bibi yake akafa kabla hajaongea na yeye, akaenda kwa mochari. Kaenda akasema bado hatujaongea na yeye, wacha kuniambia haja kufa. I can't remember where amka. We have not spoken the last word. Amka. Akamuka akasmile, akamwambia it is over. Malaika akamwambia but it is better for her to come. She is growing a spirit celebrating in heaven. And akamwambia bye. And then she went. There's no so and so. This thing, the Bible says, we can do all things through Christ. So all that I was ordained to do, I only need to sacrifice. I need to sacrifice. Mungu anapeleka rapta ionekane kanisani. Rapta ionekana kanisani. How many? How much extra mile can we go? The Bible says, Jesus said, ordinary men will go for 1 mile. Ordinary men will take him for a mile.
Watakwambia sawa, we are going to take it for Jesus who spoke these words. And I want, when somebody can take him for 1 mile, take him for another extra mile, it's going to be extraordinary. Ordinary men go for just 1 mile, but extraordinary men go for an extra mile. Philippians 4, put on this table. Philippians 4. That's why it speaks, you can do all things through Christ who strengthens us. You have guided us Philippians 4 verse 13. You'll get our verse there. Bring them here, doctor. Bring them here, bring them here. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. So that is in Philippians 4. Philippians 4, you get it from Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. So now, yule asema ni akina fulani wanaweza kuongoza kwa kuabudu. Oh my, you can do all things through Christ who strengthens you. Akina fulani ndio wanaweza kuona kwa maono. You can do it through Christ who strengthens me. Ni akina fulani wanaweza kufanya yale. Ni akina fulani I can do all things through Christ who strengthens me. You can raise. You can heal. Because God created you with the potential. That is the reason we ask about Christian. Why do I need an encounter? Because I want to meet with God. Why do I need an encounter? Nataka kukutana na Mungu uso kwa uso. Kwa sababu nikutana uso kwa uso, anabadilisha majina. Mimi nilikuwa tasa, sitakuwa tasa tena. Mimi nilikuwa siwezi kuona na macho ya kiroho, naona tena. Nikutane na yeye uso kwa uso. Na kwa nini nikutane uso kwa uso? Kwa sababu kuna potential, kuna uweza wa kiungu. Kuna uweza wa kiungu ndani yangu na pasipo kukorogwa na Mungu. Kuna mbegu ndani yangu inakojea nikutane na Mungu ainyunyizie maji iweze na kumea. Na pasipo kukutana na yeye, yes, the seed of greatness is in me. But there is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh,